Mapenzi yameniteka, sina la kufanya mimi, moyo wangu ameuteka. Za asubuhi mwanangu. Salama mama, shikamoo. Marahaba. Bila shaka na leo umelala kwa ukumbini. Hebu niambie mwanangu. Nilikutana na mkeo pale mlangoni kutokea chumbani kwenu, akiwa amevaa nguo za uchi kabisa zile za kulalia. Kuna nini kinaendelea hapa katikati? Naomba uniambie ukweli, usinifiche hata kidogo. Ndio mama, nimelala hapa. Ni kitu gani kilitokea jana mpaka ukapelekea wewe kulala hapa ukumbini? Kiukweli mama, huyu mama na mambo ya ajabu sana sijapata kuona. Jana aliingia chumbani kwangu usiku wa manane kabisa, na ameingia bila hata sisi kumruhusu aingie ndani. Na madai yake makubwa anasema kwamba yeye hawezi kulala kwenye godoro, anataka lale kwenye kitanda. Na hata nilivyojaribu kuongea naye aje kule alale na wewe ili Aisha aende kalale kwenye kile chumba kingine, amekataa katakata. Basi mimi nikaona isiwe kesi, nikaamua nimpishe alale na binti yake. Mwanangu, hii hali sio nzuri. Naomba uangalie kwa jicho lingine tena. Kwa sababu tabia yule mama ni zaidi ya tabia mtoto wake. Na Waswahili wanasemaje? Chakulisi kinazidi. Naona mwanae amezidi kuliko mama mtu. Tena kuwa makini, uwe na maamuzi ya kishujaa kama mwanaume. Najua mama, ila mimi labda tu nikuahidi kitu kimoja. Kwa tabia za huyu mama, lazima leo ataondoka, atarudi tu kwake. Nitafanya kila kinachowezekana leo atoke ndani. Itakuwa vizuri. Lakini nachokuomba, chochote unachoamua, jitahidi kukisimamia vyema. Usiwe na mambo ya kusita kurudi nyuma. Umenielewa? Sawa. Mimi nitasimamia msimamo wangu, hata usijali. Sawa basi, jiandae uende kazini mwanangu. Mimi leo nipo, siendi kazini. Kuna tatizo au unajisikia vibaya? Hapana tatizo lolote mama. Nimeamua tu leo kupumzika na nimeshatoa taarifa ofisini. Sawa. Mwanangu ana mtihani mzito sana. Katika wanaume waliokosea kuoa duniani, mmoja hapo mwanangu Sarungi amekosea kuoa. Mwenyezi Mungu, naomba umsaidie mwanangu apate wepesi. Maana ana mzigo mzito mno. Umri wake na maisha anayoishi na huyo mwanamke wake ni vitu viwili tofauti. Mungu ingilia kati. Nimekaa hapa toka jana usiku na kusubiria wewe. Isitoshe unanirudia hapa na mwanamke. Huyu ni nani? Kwa jinsi ambavyo unavyomuona, unadhani atakuwa nani? AB, umeamua kunidhalilisha hivi? Yaani umeona kufanya huko nje haitoshi, unakuja kufanya paka ndani kwangu. Wewe unanidhalilisha kiasi hiki wewe mwanaume? Umeshindwa kunipa haki yangu ya msingi jana usiku. Ulikuwa unategemea nifanye nini? Nimetoka nje ndo kutafuta urudisho la moyo wangu. Nitakuwa naye hapa nyumbani mpaka nitakapomaliza shida zangu. Ndipo nitakapoondoka. Hicho unachokifanya IB utakilipia. Samahani sana mamangu. Bila samahani.
kuna kitu kidogo nataka nikuombe, lakini kama nitaenda kinyume na nitaongea vibaya, basi ningeomba unisamehe kama ambavyo nimetanguliza samahani mwanzo. Sawa. Nakusikiliza. Mimi nafikiri kitu ambacho kilichokuleta hapa ni kuhusiana na tatizo ambalo umelipata binti yako. Lakini kwa sasa hivi ukimwangalia binti yako unamuona kabisa yupo sawa. Hana kitu chochote kile ambacho kinaweza sababu akasema kwamba wewe uendelee kuwepo hapa. Kwa hiyo ninachokuomba, ikifika jioni urudi zako nyumbani kwako. Alafu mimi nitaendelea kumwangalia binti yako. Na kama kutakuwa kuna tatizo lolote lile litatokea, basi nitakujulisha. Ila kwa sasa ningeomba tu tupishe. Hivi wewe una matatizo gani? Unanitafuta nini hasa? Maana naona najitahidi kujikaza nikupotezee, lakini hata sikuelewi. Kwa hiyo zile siku ambazo mimi nilikuwa nanyanyasika humu ndani, niko peke yangu, mamako ananipelekesha kwako, ulikuwa unaona raha. Lakini sasa hivi mamangu amekuja, angalau siku mbili hizi nina furaha, kidogo nina nuru usoni, unataka mamangu aondoke. Akiwa humu ndani anakubana? Au mamangu akiwepo humu ndani wewe unapungukiwa nini? Mimi nafikiri nilichokizungumza wote wawili mmenielewa. Kwa hiyo haina haja hapa mabishano. Mama, ikifika jioni, chukua kilicho chako, urudi nyumbani kwako. Hapa nyumbani mimi sikuhitaji tena. Kwa hiyo mwanangu kuna shida? We mama, hivi ukiniangalia mimi ukijiangalia na wewe, unaweza ukazaa mtoto kama mimi? Na kuuliza wewe, unaweza ukazaa mtoto kama mimi? Kwa hiyo wewe, hivyo ndo alivyokufundisha mama yako? Naona mama yako kakupa mpaka na maneno ya kuja kumwambia mama yangu. Kakuita, kakuelekeza ili wewe uje umdhalilishe mama yangu. Sasa sikia, mama yangu humu ndani hataondoka hadi pale nitakapokuwa sawa. Sawa. Kama wewe ndo kichwa kwenye hii familia, basi mama hawezi akaondoka. Lakini kama mimi ndo mwanaume kwenye hii nyumba, huyu mama ataondoka. Mwanaume utakuwa wewe. Sama mtu vipi, mbona unashindwa kuwa na mikazo, unashindwa kuwa na itikeli? Vipi sasa? Sitaki. Yaani ni bora nikabaki mwenyewe. Siwezi tena kukuamini na yule mwanamke. Sasa ni kitu gani kibaya ambacho pale kimefanyika labda? Hapana. Sitaki. Ni bora uniache nikabaki mwenyewe, lakini sio yule mwanamke. Yule mwanamke ni malaya, mimi namjua. Siwezi tena. Mtu unavyoongea hivyo mimi unakuwa unanichanganya. Kwa sababu gani unajua? Mimi pale nilichofuata ni kitu kingine kabisa tofauti na hivyo unavyofikiria wewe. Alafu mimi nilikuwa nazungumza naye kuhusu mada nyingine tofauti kabisa na hiyo unayofikiria wewe. Sasa mimi nimefanya nini mpaka uamue kuniacha? Yaani unavyoongea kiurahisi sasa. Jua yule mwanamke, siwezi, sikuamini. Niruhusu niondoke, nibaki tu mwenyewe kuanzia leo mimi na wewe basi. Mbona niache nikabaki mwenyewe? Yule mwanamke ana tabia za umalaya, ni kahaba. Anatembea na kila aina mwanaume anayemuona mtaani. Alafu leo nikuone wewe umesimama naye eti yani uongee kitu nikuelewe. Siwezi, na mimi nina moyo. Wewe unamjua. Ile hizo tabia zake wewe ndio unazijua pia. Sawa? Mimi hapa nina tabia yangu na yeye ana tabia yake. Kwa hiyo mimi nakupenda wewe. Mimi nihangaike tena wa nini? Yaani mimi ni kitu gani nakosa kwako mpenzi wangu? Nafanya kila kitu na kukupambania ili mradi upendeze kuliko wanawake wote hapa mtaani. Alafu leo hii tena unasema eti sui nini? Mimi na mwanamke mwingine. Hivi wewe unaeleweka kweli hivyo? Hapana. Kwa hiyo mke wangu nataka uniache. Sio kama nataka nikuache. Shida yule mwanamke, mimi simuamini. Mke wangu, mimi nakupenda sana wewe. Na nafikiri unajua. Mimi pale umenikuta kwa yule binti. Mimi kulikuwa kuna vitu tu nazungumza naye. Kwa sababu mimi nishawahi kumuona, sawa. Kwa hiyo pale nilikuwa najaribu tu kuweka baadhi ya vitu sawa. Ila sio hivyo unavyofikiria wewe mke wangu. Wewe ni mzuri sana, sawa. Yaani wewe una shape na muonekano kuzidi hata yeye. Sasa mimi nifuate nini kingine? Sawa. Sitaki kuona naye tena.
Ondoke. Shoga yangu, kiukweli mimi nashindwa kuelewa kabisa kwa yale ambaye inanitokea. Yaani nikikutana na mume wangu kwenye tendo la ndoa, yaani najikuta nachoka haraka kabisa. Yaani hadi naogopa. Ule umenitisha, nijua ishu kubwa. Jamani, mbona iko kitu cha kawaida sana kwa sisi wasichana siku hizi? Unajua sababu gani? Tuna kazi nyingi sana. Tunachoka asubuhi, mchana, jioni. Tunachoka, kazi ni nyingi. Hapana. Unajua mume wangu sasa hivi ananiona mimi kama gogo, na mwisho wa siku ule mpangaji mpya na jinsi anavyomtega mume wangu. Nitachukuliwa muda sio mrefu. Wewe unaenda mbali. Umeenda mbali, afu hilo sio swala la kuzungumzia. Umejaribu kufanya mazoezi? Hapana kwa kweli. Basi hilo ni swala dogo sana. Yaani jitahidi sana kufanya mazoezi. Asubuhi ukiamka fanya mazoezi. Mchana, jioni, jaribu kufanya mazoezi. Yaani tunachoka kwa sababu ya kazi nyingi, alafu punguza kazi. Upate hata ule muda wa kupumzika, hata kidogo. Basi sasa mimi nimekuelewa, nitafanya hivyo. Mimi ndo ninachokushauri sasa. Fanya mazoezi, yaani hiyo ndio njia ambayo inaweza kukusaidia kwa haraka. Halafu kama tatizo itaendelea, itakusaidia utaangalia njia nyingine ya kufanya, lakini hiyo mimi naona ni njia sahihi, usijali. Sasa usijali, maana umenipa ushauri mzuri. Wewe umenitisha. Halafu sasa mbona ushoga wako mpaka sasa hivi afiki? Maana mimi muda unaenda hivi, naenda kumpikia mume wangu. Unajua naenda kulinda ndoa. Au kama vipi nikuache mimi niondoke zangu. Wala hata usiniache. Anakuja sasa hivi, hata usijali. Nimesikia viatu nijua ni yeye. Anakuja bwana, tumsubiri. Basi sawa ndugu wangu. Ngoja tumsubiri. Mapenzi yameniteka, sina la kufanya mimi. Moyo wangu ameuteka, mama ameshatupa kajini. Hiki ulichokifanya mimi sijapendezwa nacho hata kidogo. Mama yako amekuja humu ndani, amekaa zaidi ya mwezi sasa. Lakini hata siku moja sijawahi kukusikia wewe unanyanyua hicho kinywa chako unamwambia mama yako aondoke humu ndani. Lakini mama yangu mimi amekuja jana tu. Bado hata sijakaa sawa unamwambia aondoke. Mama yako namwambia aondoke kwa sababu kutokana na tabia zake chafu ambazo anazozionyesha humu ndani, siwezi kumvumilia kuendelea kukaa naye humu ndani hata siku moja. Na hata hivyo, mama yako hapa hajaja kwa sababu ya kukuguza wewe. Kuna lengo lake maalum ambalo limemleta hapa, na ndio maana mimi namfukuza. Kwa hiyo anayesababisha matatizo ni mama yangu. Ila alichokifanya mama yako wewe kwako unaona ni sawa tu. Sasa kama mlikuwa mnaweza kuniangalia tangia siku zote hizo, jana mlikuwa mnaweza kuniangalia, mama yangu hapa amefuata nini? Mama yako amenipiga mimi mpaka nimezimia, tumeharibu pesa, lakini wewe kwako unaona ni sawa. Mama yangu mimi ndio mwenye matatizo. Sasa kama huyo mama yako ndo amekutuma na huo uchawi wake, mwambie kwetu nimeaga. Yaani mwambie hapa kwangu hapa amenoa. Hepi, naomba unisikilize kwa makini sana. Hiyo kauli ya kutoa humo mdomoni mwako kusema kwamba mama yangu mchawi, naomba hiyo kauli uifute. Nitakuja kukufanya kitu kibaya Hepi, hautokaa ukaamini kwenye maisha yako. Mama yangu mimi sio mchawi na wala hana tabia za kichawi. Amelea mimi tangia mdogo, sijawahi hata siku moja kumuhisi kwamba mama yangu mimi ana tabia za kichawi. Na kuomba badilisha hizo kauli zako za kipumbavu. Mamako ni mchawi. Sasa kama sio uchawi hiki nini? Hizi si tabia za kichawi kabisa hizi. Kwa hiyo Sarungi unanipiga. Hello
Hello mashabiki na vipenzi wa Kijiti Media, jina langu naitwa Epifania Binagi, ni msanii wa filamu Tanzania. Tumekuwa tukipokea jumbe nyingi sana kutoka kwenu kwa wale wenye vipaji na wanahitaji kuigiza. Niko hapa kuwapa taarifa kwamba kuanzia sasa fursa ziko wazi. Kwa mawasiliano zaidi namba zetu ziko hapo chini, utatucheki WhatsApp, utatuma picha na mahali unapopatikana. Hiyo namba inapatikana WhatsApp tu. Kwa wale mnaolalamika kwamba mnaweka namba tunawatafuta lakini hatuwapati, hapana. Hizo namba zinakuwa ni special kwa ajili ya WhatsApp. Tutakupa maelekezo na sheria ambazo unatakiwa kufuata ili kufika mahali tulipo. Karibuni sana wapenzi.